Hiki kilicho mbele yetu, tunakwenda kuandika historia ya mipaka ya utawala wa jiji la Dodoma. Kama kuna watu ambao watakuwa wamebahatika wakasema mipaka ile tuliyoijadili tarehe 23 mwezi wa 23 mwezi wa 11 mwaka 2021 tulikuwepo hapo. Basi hapa, hii kwa kutumia maneno rahisi, sio ajenda ya kitoto. Ni ajenda ambayo inakwenda kuangaza historia ya halmashauri yetu. Kwa hiyo nirudie tena kwa msisitizo pale tunaposema Mwenyezi Muumba wetu, tunakuomba utuongoze katika kikao chetu cha leo, tujadili vizuri kwa ajili ya maendeleo ya watu wako wa halmashauri ya jiji la Dodoma na taifa kwa ujumla. Kama kuna kipindi ambacho tulipaswa na tunapaswa kuona wananchi wetu na taifa kwa jumla, basi ni kipindi hiki. Waheshimiwa na wageni wetu, naamini kwa dhati kabisa tuna uwezo wa kutoa maamuzi na mapendekezo mazuri sana. Hii na imani ndio kitu kizuri sana. Na katika hali ya kawaida tuelewe tu kwamba tumepewa nafasi hii. Yamkini sehemu wakati mwingine tungesikia imeamriwa tu huko, lakini sasa ikaonekana ni busara kwamba halmashauri yetu, baraza lijadili, tutoe mapendekezo. Kwa hiyo kwa utangulizi huo, ninaamini kabisa kwamba tutakuwa na nafasi na wakati mzuri. Tutajitahidi sana kuzingatia kanuni zinazoongoza mabaraza yetu, lakini tutajitahidi upande wa pili tusiache wazo la mjumbe yeyote katika mjadala huu. Alimradi nitoe tahadhari. Kudandia hoja ni vizuri, nitumie lugha mbovu. Jenga ya kwako tupate hivi, lakini kama inabidi kuisisitiza hoja aliyotoa mwingine, na tufanye ni mapendekezo ya kuhamisha eneo la Ikulu ya Chamwino kuhamia halmashauri ya jiji la Dodoma. Ifahamike kwamba kulitolewa agizo ambao maana yake ilikuwa kwa barua yenye kumbukumbu hizo zinazosoma, iliyopelekea kuundwa kwa timu. Hiyo timu ndo tumekaa kwa ajili ya kuandaa hayo mapendekezo ya namna ya kuhamisha kata 3 za eneo la Chamwino. Barua hiyo pia iliambatana na hadithi za rejea kama zilivyoainishwa hapo mbele, tunavyoziona hapo, kupitia mpango kabambe wa jiji la Dodoma kuangalia kata za wilaya ya Chamwino zilizoingizwa na matumizi yake, mapendekezo, athari na utatuzi wake katika utekelezaji wa kuhamisha Ikulu kwenda jiji la Dodoma, mpango kazi wa utekelezaji. Kwa hadidu ya rejea namba 1 kwa kupitia mpango kabambe, ifahamike kwamba tunapozungumza kuhamisha kata 3 kuingia ndani ya jiji la Dodoma, kwa maana kuhakikisha Ikulu inarudi jiji la Dodoma, hatumaanishi kwa Ikulu imeangukia katika hizo kata 3 pekee za halmashauri ya wilaya Chamwino. Na mara nyingi unapozungumzia kuwa tunafanya mchakato wa kuhamisha kata 3 kuja jiji la Dodoma ili kuhakikisha Ikulu inakuwa upande wa jiji la Dodoma, haimaanishi hivyo. Kwa zamani ilikuwa ni kwamba Ikulu iko upande wa Chamwino, ila kwa wakati huu baada ya ongezeko la mipaka ya eneo la Ikulu, maanake kwa sehemu kubwa Ikulu iko upande wa jiji la Dodoma. Kata zinazozungumziwa kuhamishwa ni kata ya Chamwino, kata ya Msanga, kata ya Bwigili. Mapendekezo na athari na utatuzi wake katika utekelezaji. Idadi ya watu imeainishwa, ukubwa wa eneo na idadi ya watu kwa mujibu wa sensa mwaka 2012 ambayo imeainisha katika hizo kata. Mapendekezo ya utekelezaji wa kuhamisha Ikulu kwenda jiji la Dodoma, kamati imependekeza namna 2
Ya kwanza kuhamisha kata 3 za halmashauri ya wilaya ya Chamwino kuingia ndani ya jiji la Dodoma, ambayo ndio hii hapo. Ya pili ni kuhamisha eneo la Ikulu na mipaka eneo la Ikulu kama ilivyopendekezwa kwa sasa. Kuhamisha kata 3, hii ndio inayozungumza kwa kata 3 zinatakiwa kuhamia, manake Chamwino, Ikulu, Msanga na Bugili. Kata hizo zimependekezwa kuingia kama ifuatavyo: kijiografia, ya kwanza Ikulu na taasisi zinazohudumia Ikulu kwa makazi na watumishi wa Ikulu. Ya pili, uendeshaji wa mipaka kiutawala. Kwa hiyo pendekezo hili, kwa nini tunasema iwe ni upande wa kata? Kwa tunaanza, pendekezo la kwanza ni kuhamisha kata, la pili ni kuhamisha eneo la Ikulu, lakini hili pendekezo linalozungumziwa ni kwa upande wa kata zote 3 pasipo kuzingatia ule mpaka wa eneo la Ikulu. Sababu hizo, kwa kamati imependekeza badala ya kusema tunachukua ukuta wa Ikulu, tutakuwa tumeenda na dhana ambayo sio sahihi ya kuhamisha Ikulu, kwa sababu Ikulu kama tulivyosema, moja ni pamoja na taasisi zake, lakini na usimamizi wa eneo linalozunguka Ikulu kwa kilomita 8. Kwa hiyo kamati imependekeza badala ya kumega ukuta wa Ikulu kuleta Dodoma, tuchukue kata 3 ziingie upande wa Dodoma. Baada hapo naomba kuwasilisha. Alfayo, ni sahihi kwamba ripoti hii ilivyo hivyo inawasilisha upande wa Chamwino vile vile. Hii ni vizuri ikaeleweka. Wao either wana finance leo au pengine kesho, lakini na wenyewe wanapitia mchakato kama huu. Kwa hiyo hawa watu waliteuliwa na timu ya mkoa, iliundwa na watu wengi kutoka Chamwino na kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma. Sasa kwa urahisi ikaonekana kwamba ripoti hizi kila mtu akazisome kwenye halmashauri ya kwake. Bila kumumunya maneno, Dodoma ni makao makuu ya nchi. Mimi binafsi naunga mkono hoja mapendekezo haya ya kata 3 kuingia katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Na tukitazama hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo kuu ni kuileta Ikulu katika makao makuu ya nchi. Hilo ndilo lengo kuu. Kwa hiyo hatuwezi kukwepa kitu hiki. Lakini vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muhimu sana kuzichukua hizi kata 3 kwa sababu kwa baadaye tutaona umuhimu wake. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nafikiri, na ukiangalia zaidi katika ule mpango kabambe wa jiji la Dodoma wa 2019 mpaka 2039, moja kwa moja pale Mheshimiwa Mwenyekiti unaangalia, ukitazama hata kwa sasa asilimia kubwa ya eneo kubwa sana zaidi ya hekari 5,500 na kitu ziko upande wa jiji la Dodoma. Kwa hiyo sisi tuna kila sababu ya kuzichukua hizi kata 3. Kwanza mimi naomba nipongeze kamati, lakini pili na mimi nipongeze kamati ya fedha kwa mapendekezo ambayo tumejaribu kuyapitia. Nafikiri yote yanafanana, yapishani sehemu yote. Lakini nisitegemea, mimi nitaka niongezee kidogo tu kwamba tunafurahia ujio wa kata 3, lakini kwamba kuna jambo tunaenda kuliongeza kwenye kata 3. Lakini na sisi kama halmashauri na sisi madiwani tusipongeze tu mawazo ambayo yameletwa, na sisi tunatakiwa tuweke mawazo yetu kwenye ule mchango. Mheshimiwa mtegemea, mimi nilitaka nije na mawazo haya. Hili ni jiji la Dodoma ambalo linaenda kuchukua kata 44 sasa hivi. Kama alivyotangulia kusema mchangiaji wa kwanza, kata 44 sio mchezo kwa mheshimiwa diwani, amini kwa mheshimiwa mbunge, sio mchezo kwa mkurugenzi wa jiji la Dodoma. Yaani ni mwisho wa siku utaona kuna kata zingine hatuzitembelee. Sasa mheshimiwa mstegemea, mimi nataka nije na mpango ambao watu wanasema wakati mwenzako anaoga na wewe andaa maji yako yapate moto, ukaoge maji yakiwa salama. Mheshimiwa mtegemea, mimi nataka nitoe pendekezo. Hili ni jiji la Dodoma. Basi tuige mfumo wa Dar es Salaam au Mwanza. Wakati tunazipokea hizi kata 3, tuanze kufanya maandalizi ya kuandaa manispaa. Aidha basi tupate manispaa walau hizi 2, tuwe na jiji moja katikati. Kwanza kabisa naomba nishukuru serikali yetu kwa maono makubwa juu ya kuunganisha kata hizi, kata 3 Chamwino, Msanga na Bugili kuingia kwenye
jimbo la Dodoma ambalo lina kata 41. Kikubwa ambacho naomba nitoe ushauri kwamba baada ya mwingiliano wa hizi kata tutaenda kuwa na kata 44, na mimi naungana mkono kabisa na, lakini na mimi naomba nitoe ushauri kwamba ikikubalika hii, serikali yenye mamlaka husika iende ikaangalie uwezekano wa kuyagawa haya majimbo yawe majimbo mawili ambayo yatahusisha kugawa katika kata 44. Kwa hiyo nilikuwa napendekeza ili kuleta maslahi kwa wananchi wetu, hususan kuleta huduma nzuri juu ya wananchi wetu, sababu tunaelewa katika Tanzania mbunge wetu ana kata nyingi, ndio mwenye jimbo kubwa Tanzania nzima. Imlete urahisisho wa kuwafikia hawa wananchi katika kutoa huduma. Mapato kuongezeka ni sawa, lakini pia ajira kwa vijana wetu ambao wako kwenye jiji la Dodoma zitaongezeka kwa sababu ya wigo wa upana wa hivi vitu. Lakini nikija katika habari ya kwamba sasa tunakuwa na eneo kubwa, traits za kiongozi yoyote aliye bora hatazami ukubwa wa eneo, ila anaangalia atumie mkakati gani kuweza kuyafikia yale maeneo yote, kwa sababu ameandaliwa kufahamu nguzo za utawala bora ambazo zinaangalia pia kwa habari ya kuwa na mgawanyo wa kazi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni unge mkono hoja na nipongeze mchakato mzima. Asante sana. Kwanza kabisa mwenyekiti, na imani kubwa haya mambo watu wamejifungia, wataalamu wamepembua mambo yote kwa kina. Kila jambo likija faida zipo, lakini pia lazima tukubali changamoto ambazo tutatufikia kipindi cha utekelezaji mambo haya yote. Mfano mzuri tu, ujio wa jiji tuliupokea kwa shangwe, lakini sasa sisi Mbabala sasa hivi hatufugi tena. Kwa hiyo kama tuna kilio tena ng'ombe pembeni, ng'ombe tufuge wawili na adhabu juu. Kwa hiyo lazima tukubali, palipo na mageuzi lazima tupokee yale mema. Mimi naunga mkono hoja, lakini na pendekezo tu, tusogeze huduma kwa wananchi. Tuna tarafa 4, tujaribu kuweka tarafa ya 5. Mkuu wa wilaya tunasemea jimbo, lakini pia mkuu wa wilaya naye kata 40 na ngapi? Na 4 zile. Jamani, bado ni kijana mdogo, pia naye anahitaji kupumzika. Kata 44 tuzipunguze, tupate jamani tarafa ya 5, apatikane mtu kule wa kumsaidia, changamoto zipungue. Kuongeza jambo hili jema na nzuri na heshima ambayo tumepewa kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dodoma, kwenda kuibeba Ikulu na kata zake 3 ni heshima kubwa, na kama ambavyo wenzangu wametangulia kusema, tunakwenda kuweka historia madiwani wa jiji la Dodoma kwamba sasa sisi ndio tuliopitisha na kuhakikisha Ikulu inakuwa katikati ya jiji la Dodoma. Mimi nichangie na nitoe ushauri kwenye jambo la athari ya ukubwa wa kiutawala kwa kata 41, pamoja na kwamba wenzangu wamesema tuna mbunge kijana, lakini pamoja na ujana wake, namna ya kuhudumia watu wote hawa kwa kweli ni kazi kubwa. Mimi kwa naomba nitoe ushauri. Kwanza, lile jambo la kuwa na halmashauri 2 ambazo zitaunda jiji la Dodoma, na halmashauri hizo kwa jiografia ya jimbo letu tupate halmashauri ya Mtumba ambako yako makao makuu, ofisi za serikali ziko kule. Sasa tukipata halmashauri ambayo itaitwa Mtumba, maana yake ile Msanga tunayoichukua pamoja na Bwigili watakuwa wanafika pale kwenye mji wa kiserikali, watakutana na uongozi wa halmashauri pale na mambo yao mengine yatakwisha. Lakini tupate halmashauri nyingine inaitwa Kizota, halmashauri ya Kizota
halmashauri hizi mbili zije ziunde jiji la Dodoma, lakini hata majimbo vile vile yawe majimbo mawili, jimbo la Mtumba na jimbo la Kizota. Tutakuwa tumerahisisha kidogo wananchi wetu kupata huduma, lakini pia wabunge kuweza kuhudumia watu wao kwa ukaribu zaidi. Nasema tu naunga mkono hoja, jambo hili lipite, ni jambo jema. Mimi kwanza nianze kwa kuwapongeza sana wataalamu waliojikita katika kuchanganua namna ya kuichukua Ikulu. Wametumia akili kubwa sana kiasi kwamba moja kwa moja mimi niko karibu na maeneo yale. Wananchi wa kule walikuwa wanahitaji nini? Wananchi wa kule walikuwa na hamu ya kusikia hili linatamkwa. Kata zile asilimia kubwa kwa muda mrefu walikuwa na hamu ya kuja jiji. Kwa hiyo ambacho nataka kukizungumza, sidhani kama kuna hasara ya sisi kuchukua zile kata tatu. Maana yake tutazoa na mapato ya zile kata tatu zitakuja huku. Wamelichambua hili swala kwa kina, wametoa mapendekezo yao kwa kina, na tumefikia katika mahali sasa kwamba tutakusanya mapendekezo kutoka kamati ya wataalamu kwa maana ya CMT, kamati ya fedha na uongozi, na mwisho ili ambayo baraza lako litatoka kumaliza, na yote tutawasilisha kwa ajili ya vikao viwili vinavyofuata kwa maana ya DCC na RCC kwenye ngazi ya mkoa. Kwa hiyo sisi tunashukuru kwa namna ambavyo hoja mbalimbali, na kama unavyomuona sisi wetu walikuwa na rekodi kila lililojadiliwa, kwa sababu tunatakiwa tupeleke mjadala kama ambavyo ulivyokuwa na namna ambavyo tumefunga. Basi baada ya maneno hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikukaribishe ili uweze kutufungia kikao.